Hujambo mtazamaji, shukran sana kujiunga nasi adhuhuri hii. Natumai usalama salmini ikiwa leo ni mkesha wa Krismasi. Kadhalika watu bado wako safarini kujaribu kuelekea vijijini na maeneo mengine kutangamana na jamaa na marafiki kujiandaa kwa sikukuu ya Krismasi hapo kesho. Na kutakia yote ya heri mnaposafiri. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu kwenye toleo letu la mchana. Mtoto mmoja wa umri wa miaka 6 ameaga dunia kutokana na ugonjwa wa kipindupindu ambao umezuka katika mtaa wa mabanda wa Bondeni katika eneo la Athi River, kaunti ya Machakos. Wengine kadhaa walioambukizwa na wanaendelea kupokea matibabu. Mtaa wa mabanda wa Bondeni mtaani Athi River ambapo ugonjwa wa kipindupindu umezuka. Na ni hapo ndipo mtoto huyo wa umri wa miaka 6 aliaga dunia kutokana na makali ya ugonjwa huo. Kwa muda wa wiki moja iliyopita, zaidi ya watu 20 wamepokea matibabu baada ya kuambukizwa ugonjwa huo. Athi River uchafu uko mwingi sana, Mavoko kwa jumla, ukienda Mlolongo, ukienda Syokimau, uchafu uko mwingi sana, ukienda Joska uchafu uko mwingi sana. Na ninawaambia tafadhali, kama mnasema kaunti yetu ndio inaongoza, tuongoze kwa kila kitu. Sana sana hii Athi River Township Ward, uchafu umetakaa kila mahali. Hata watoto wameanza kufa juu ya Korea. Na ni sababu ya kutoajibika kwa gavana wa Machakos County. Kwa sasa usimamizi wa kaunti hiyo umepiga marufuku uuzaji wa vyakula kando ya barabara mtaani humo. Wale wote sasa wanapika chakula kwa barabara, tutachikamata hao na kushtaki. Sababu hapo ndio tutapata magonjwa ya kolera. Kipindupindu hupatikana kupitia kwa njia ya maji ama chakula ile chafu. So tafadhali machief, if anybody is now cooking on the streets, it's banned from this moment. Haya yanawadia huku mbunge wa eneo hilo akitoa chakula kwa wenyeji wa mitaa ya mabanda kuwawezesha kusherehekea Krismasi. Wakazi wa mtaa wa Baptist eneo la Makutano mjini Kapenguria wanalalamikia kuhangaishwa na jirani yao wanayodai utumie nyoka wa ushirikina kuwatisha kila mara wanapokosana na mmoja wao. Kisa cha hivi karibuni ikinadaiwa kilimhangaisha jirani wake kwa nyoka wawili kwa makosa ya kondoo wa jirani kumwaga vibanzi vya mtuhumiwa huyo. Kinyume na ilivyo ada tangu jadi, kwa kauli maneno matamu humtoa nyoka pangoni. Katika mtaa huu wa Baptist eneo la Makutano mjini Kapenguria, nyoka huyu anayesimuliwa katika tamathali na semi huchomoka shimoni pindi kunapokuwa na maneno machungu au majibizano. Hivyo ndivyo wanavyodai wakazi wa eneo hili. Pango atokako nyoka hao linadaiwa kuwa na kini chake katika boma la mmoja wa jirani wao ambaye ametajwa kuwa mtundu kwa kuhangaisha wenzake kwa kuwatumia nyoka za kishirikina kwa kukosesha amani katika makazi yao. Irene Chemtai, mhasiriwa wa Jumatano hii, anadai kuwa masaibu yake ya kuteswa na nyoka hao yalianza wakati wakichangamkia chakula cha jioni na watoto wake. Na pindi mmoja wao alipoondoka kumwaga maji waliokuwa wamenawia mikono, akakumbana na nyoka. Aidha, kilichoonekana kuwashangaza ni ukaidi wa nyoka hao ambao wanadaiwa kustahimili vichapo vya wakazi hao. Hiyo nyoka inakuja hivi na kusimama kichwa hapa. Vile sasa mtoto anaitana nyoka, sisi tunatoka nje tunachapa, haitoroki. Vile tulichapa sasa, tukaweka kwa besheni na kuweka. Baada ya dakika 30 nyingine inaingia hivyo. Haijulikani sasa inatoka juu ama inatoka kando ama inatoka wapi. Ni mlango tu ndio tunaonea. Chemtai anaamini kuwa kisa cha kukoseshwa amani kijijini kwa kutumiwa nyoka na mshukiwa ni kutokana na kondoo wake kukiangusha kijisanduku cha kutilia vibanzi vyake. Tulikombana na hii mama kwa sababu ya tips kondoo ilimwaga. Nikaambia tutatue. Hii shida ni nini? Na kama ni kondoo ndio ilimwaga, nilipe. Akasema usilipe kwa sababu unategemea kulipa kwa sababu ni tajiri. Matusi hivyo mpaka kwangu hapa nilifikiria itaishia gate. Mawe ikamiminika kwangu. Matusi ikamiminika pia. Nitakufanya kama vile nilifanya Kasolion. Wewe unajifanyia nini? Aidha, kulingana walioshuhudia, ghadhabu za mshukiwa ziliishia kuungana na mumewe kumshambulia Chemtai kwa panga. Wakati walete panga, huyu akaona sasa imekuwa stress, anaweza kata bwana yake. Mama Irina akarukia.
Yeye kurukia wakashike yeye. Kushike yeye mwingine akashikia nywele nyuma. Huyu akaweka kofi mbili huyo msichana. Hiyo super. Basi wakaenda chini wakachomoa panga. Kuchomoa panga huyu akakatalia ikashike mguu. Vijisarakasi hivi havikuwa tu vya Chemtai anayetumika kumpa mfano kwa yatakayomkumba kutokana na mgogoro wa vibanzi, Bwana Kosolion. Kosolion alikiona cha mtema kuni alipomwachisha kazi binti ya mtuhumiwa aliyehudumu kama yaya nyumbani mwake. Kuna nyoka iliwawa kwangu, nyoka moja nyumbani kwangu ikiwa na watoto wake 6. Nikiamini ya kwamba mama huyu mwenye kutenda kitendo hiki ni yeye. Hakuwahi rejea katika boma hilo tena, ila hii leo alipokuja kushuhudia iliyompata aliyekuwa jirani yake. Sijawahi kukanyaga hapa. Leo ni siku ya mashangao na majabu. Hapo msichana wake alifanya kazi kwangu na akaiba manguo ya watoto. Sasa tulienda na makasa, huyu aliona mbaya sana, nikamwambia makasa, kweli sasa tufanyaje? Mimi si mtu wa maneno mengi, lakini nimeamini ya kwamba ni yeye. Hakuna maana kudanganyana. Huku wakazi hao wakiishi na hofu ya kuvamiwa na nyoka katika nyumba zao, wanaitaka serikali kuingilia kati na kuwakinga kutokana na kile wanachokitaja kuwa adhabu ya ushirikina wa nyoka. Mshukiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kapenguria akisubiri kufunguliwa mashtaka ya kuwatisha wakazi. Eunice Omolo, QTV. Waendesha pikipiki katika eneo la Kuresoi pamoja na wenye magari wameelezea ghadhabu zao kuhusu hali mbovu ya barabara ya eneo hilo. Hasira zao hasa zinasababishwa na barabara ya Chepsir iliyo na umbali wa kilomita 78 na kwa sasa haipitiki, hali anayosema nawatia katika gharama za ziada kwa kulazimika kuzirekebisha pikipiki na kununua vipuri kila mara. Kwa macho ya kawaida, hili ni shamba linalosubiri kupandwa mimea baada ya kuandaliwa. Lakini kwenye magari na pikipiki, hii ndio barabara wanayostahili kuitumia katika kuzitekeleza huduma zao za uchukuzi. Iwapo pikipiki hazikwami, ni magari, na iwapo sio magari, utaiona trakta iking'ang'ana kulikabili tope kwenye barabara hii ya Chepsir iliyoko eneo bunge la Kuresoi. Barabara ambayo kwa mujibu wa wenyeji imetelekezwa. Sisi hatuna barabara. Hata watu wenye wamegonjeka usiku tunawabeba na mgongo. Hatuna hospitali, juu hata dawa iwezi fika. Barabara yetu imechafuka, hakuna kenye tunauza. Tukiuza tunauza bei rahisi, hakuna kitu kinatusaidia. Masaibu kwa watumiaji wa barabara hii yanazidishwa na hali kwamba eneo lililoathirika ni lenye urefu wa kilomita 78, hali ambayo huathiri hata wanaotembea kwa miguu, hasa wakati wa mvua zinapozidi kunyesha. Tumeachwa na serikali yetu ya Kenya. Shida yetu moja ni kwamba for the last wiki moja imeisha, kulingana na mvua wa El Nino yenye inanyesha nchi yetu, maziwa itatoka. Tunaelekea Januari ambapo kila mzazi anategemea mapato kutoka shamba. Hiyo ni viazi ambapo ni kwenye tunalima zaidi, maziwa ambapo tunapata mapato, ambapo sasa tunataka kuuliza serikali yetu ama mbunge kwa aswa kiongozi wa Kuresoi wetu Bwana Jeboy, sijui kama umewahi kuja ukaona hii shida yetu yenye tuko nayo saa hizi. Na sasa lawama zinaelekezea mbunge wa Kuresoi Kaskazini Moses Jeboy wanayemtuhumu kwa kuwatelekeza. Kampuni ya KCC imekaa kwa wiki sasa bila kuja kuchukua maziwa. Kampuni ya Brookside imekaa kama wiki na kitu haijakuja kuchukua maziwa. Mapato yetu tutaanza kupata wapi? Tunakuuliza swali. Je, unaona hii maneno ama unaona ni kuyafunga macho? Hasara kubwa inayosababishwa na hali mbovu ya barabara hii ni wakulima kutoyauza mazao yao kwa wakati ufaao, na wenye magari na pikipiki kulazimika kununua vipuri baada ya magari na pikipiki kuharibika mara kwa mara. Shadrack Miti, QTV. Tuende eneo la Pwani sasa. Sekta ya utalii inaendelea kuimarika mwaka huu huku taifa likiendelea kupokea wageni katika msimu huu wa sikukuu. Ndege ya kwanza ya kukodi imetua katika uwanja wa ndege wa Moi jijini Mombasa ikiwa na abiria 178 watakaozuru maeneo mbalimbali nchini. Haya yanajiri ikiwa ni siku moja tu baada ya meli ya 6 ya mwisho mwaka huu kubeba watalii kutia nanga katika bandari ya Mombasa. Wahenga hawakukosea waliponena kuwa baada ya dhiki huja faraja.
Msemo huu unahisiwa kwa undani humu nchini, hasa miongoni mwa wadau katika sekta ya utalii ambayo kwa muda imekuwa ikikabiliwa na mawimbi makali yaliyoleta ukavu toka baharini, wageni wakikosa kufika hapa kwa sababu ya suala tata la hali ya usalama. Ila katika siku hii mawingu yalitanda na kheri njema inanukia hadi kwenye upeo. Wageni ambao waja kujivinjari na kurudisha fahari ya Kenya kimataifa. Ndege ya kwanza kukodisha kutoka Poland imewasili siku chache baada ya meli ya 6 ya kifahari kutia nanga katika bandari ya Kenya, ikiwa imewabeba watalii ambao hadi sasa wanasemekana kupita idadi ya watu 3,000. The tourists were coming in. They will be staying for about a week, some maybe even longer than that, and the charter is going to be flying every once in a week, all the way until March 2016. And being the second charter that is coming from Poland, it is great news to this destination. The reason being that Mombasa, or coast generally, has had some very challenging times, especially in the recent past due to some of the challenges that we've experienced in regard to insecurity. However, in the last couple of months, and especially beginning of this second half, we've seen an increase in terms of positiveness about this destination. Kuanzia sasa hadi mwishoni mwa mwezi Aprili mwakani, sekta ya utalii inatabiriwa kuimarika zaidi kutokana na idadi kubwa ya watalii waliosajili kuzuru Kenya, huku meli ya kifahari na ndege za kukodi zote hizi zinazobeba idadi kubwa ya watalii zikitarajiwa kufika humu nchini. This is a very positive direction for the destination, and it's also very positive news to the destination. Again, when you look at some of the announcements that have been made in the recent past, you're aware that the Minister for Tourism, Honorable Najib Balala, did recently announce that there is an incentive program that is going to be launched effective January, where 1.2 billion shillings has been set aside for charter marketing. This program is, we believe, is going to be very, very good in terms of incentivizing more charters to come into the country. Sekta ya utalii imepongeza juhudi za serikali kudhibiti hali katika eneo la pwani ambalo ni kivutio kikuu cha watalii. Kutokana na changamoto kadha wa kadha, watalii wamepungua, hali ambayo imewafanya wasimamizi wa sekta hiyo kubuni sera na mbinu za kubadili hali na kuwavutia upya katika eneo hilo. So generally speaking, we are seeing that this is positive, and that's a reason why, together with our colleagues from Kenya Ports Authority, we specifically came to receive this second charter coming from Poland. Leila Mohamed, QTV. Viongozi wa siasa kutoka Nyeri wamewataka vijana wa eneo hilo kuchukua vitambulisho vya kitaifa ili kuwawezesha kusajiliwa kuwa wapiga kura kwa wingi. Gavana Nderitu Gachagua na Seneta Mutahi Kagwe, wote wa Nyeri, wametahadharisha kwa iwapo ushauri huo hautozingatiwa, huenda Nyeri na maeneo mengine katika uliokuwa mkoa wa kati yakaishia na idadi ndogo sana ya wapiga kura katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2017. Central Province has registered 8,000 voters. 8,000. Eastern Province has registered 15,000 voters. Western Province has registered 16,000 voters. Nyanza 17,000 voters. Tumesema ni lazima vijana wetu na wasichana wetu wale wanamaliza form 4, wale wengine tuko hapa, ni lazima mshukue kura. Kwa sababu ukiangalia hii mkoa wetu ndio mkia kabisa katika hiyo mambo ya kuchukua voters card. Hakuna haja ya kusema tunafanya kazi mzuri. Hakuna haja ya kusema Mheshimiwa Rais anafanya kazi mzuri ikiwa wewe huna uwezo wa kuhakikisha serikali yake inaendelea 2017. Na ile uwezo ni wewe mwenyewe ujiadikize uwe mpigaji wa kura 2017. Kwa sababu ukiwa huna kura, wewe utakuwa tu bure kabisa. Na tupate kupala maji kisha turejee na taarifa zaidi. Kumbuka leo ni mkesha Krismasi, tumekuandalia mengi, usiondoke.
Karibu tena kwenye Ingia Pili. Zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya siku kuu ya Krismasi kuanza kuadhimishwa kote ulimwenguni, Wakenya katika kaunti tofauti wamejiandaa kusherehekea siku hiyo muhimu katika dini ya Kikristo. Baadhi wameamua kuwa wahisani na kuwatunuku zawadi wenzao wasiobahatika katika jamii, ili nao wawe na sababu ya kutabasamu katika sherehe hizi za Krismasi. Watoto mayatima katika kituo cha watoto mayatima cha Sunrise kwa sababu ya kutabasamu baada ya kutembelewa na gavana wa Baringo Benjamin Cheboi na wahisani wengine. Walitoa msaada wa chakula, nguo na mchango wa shilingi 100,000. Wageni hao walichukua muda wao kucheza na watoto hao 60 wanaoishi katika kituo hicho. I would like to urge that motorists be careful as they transport or ferry Kenyans to go and have a restive and festive season. It would be most unfortunate that Kenyans perish because of reckless and careless driving. Katika kaunti ya Nyamira, mayatima wapatao 200 walipata msaada wa chakula kama mbinu ya kuhakikisha wanasherehekea Krismasi. Makundi tofauti yakiongozwa na mwakilishi wa wanawake katika kaunti hiyo Alice Chae ndio waliandaa mkutano huo wa kutoa msaada wa chakula. Mbunge huyo alitoa wito kwa wakazi kutowakeketa wasichana pamoja na kuwasaidia mayatima katika jamii. Katika kaunti ya Kirinyaga, wazee katika nyumba ya wazee ya St. Mary's nao pia walipata msaada wa chakula ili waweze kujumuika na ulimwengu mzima kusherehekea Krismasi. Dana Rose, QTV. Gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi amekashifu serikali ya taifa kwa kuanzisha miradi katika kaunti yake inayofanana na ambayo wameshaandaa. Kingi anasema kwamba shirika la umeme nchini limekuwa likianzisha miradi ya umeme katika eneo la Watamu na Malindi bila kumshirikisha, ilhali serikali ya kaunti pia ilikuwa imekamilisha miradi kama hiyo katika maeneo hayo. Hali hiyo imesababisha uharibifu wa rasilimali za kaunti ya Kilifi kwa sababu ya gharama za matumizi ya miradi inayofanana. Ukienda Malindi na Watamu utakuta Kenya Power inaweka mataa mengi sana. Mombasa hivyo walifanya. Nafikiri Kisumu wanafanya. Ukienda Watamu hivi leo tuliweka mataa ya sola karibu kilomita hivi. Kenya Power upande wa barabara wameenda wakaweka mataa. Usiku barabara ile inaangaziwa na mataa ya county na inaangaziwa na mataa ya Kenya Power. Sasa we are misusing resources. Sasa michezo. Mashabiki wa ndondi watatumbuizwa kwa mchuano wa kufana Krismasi hii ambapo bingwa wa kitaifa Morris Okola na aliyekuwa bingwa wa kitaifa Fatuma Zarika watashuka ukumbini dhidi ya pinzani wao kutoka Tanzania katika mkahawa wa Tamasha eneo la Lang'ata hapa Nairobi. Bingwa wa kitaifa Morris Okola atashuka katika ulingo wa masumbwi Juma hii dhidi ya Mtanzania Benki Mwakalebela katika pambano ya kupashia moto mwaka ujao katika kitengo cha heavyweight. Kama Zube sawa atanimaliza mapema, ila na yeye ajiangalia. Akimaliza raundi ya 3 basi ashukuru Mungu. Kwa kweli nyinyi mnajua Tanzania ndio watu wa mdomo. Ikuja ni matendo, ni wa Kenya. Sawa? So watu wakuja waone, si kama kawaida mnatujua, si tunasema na tunatenda. Watanzania nimewapigia sana na wananijua. Hata ukienda katika Google wa Tanzania hakuna siku Mtanzania amejaribu kutoboa na mimi. I'm the Kenya National Heavyweight Champion na najiamini. I believe in myself, no one believes in me. So mimi na my fellow Kenyans will come out in their large numbers. Wakujua ni support. Nifundishe Mtanzania how to box na what is boxing. When it comes to heavyweight, Eastern Central Africa, Morris is the best. Katika kitengo cha featherweight, alikuwa bingwa wa kitaifa Fatuma Zarika atapima na nguvu na Hamisa Kasim pia wa Tanzania. Vitengo vingine vitakavyohusishwa katika mashindano hayo ni vile vya bantam vinavyojumuisha Gabriel Ochieng dhidi ya Elijah Muringe, super middleweight ambapo Asuman Katende wa Uganda atapigana na Ken Oyolo, huku katika kitengo cha welter Patrick Amuti akipambana na Joseph Odhiambo. Kulingana na waandalizi wa mchuano huo, pigano hilo la Krismasi linatumika kujulisha mabondia wa humu nchini kwa Wakenya kama njia ya kuchochea ushabiki wa spoti hii humu nchini. Tunataka kuinua boxing mpaka Wakenya wajue iko. Hiyo ndio intention yetu na hiyo ndio mpango yetu wa 2016.
tunataka kuinua kabisa, watu wajue kuna boxing. Tukiweka mchezo, watu wakuje kuona mchezo, watu wajue kuna maboxer. Brian Suma, QTV Michezo. Na mkiutaja mchezo wa masumbi kwa kina dada humu nchini, majina kama Conjestina Achieng na Fatuma Zarika hayatokosekana kwenye orodha. Alika Conjestina wengi wa Wakenya wamepata kujua, lakini je, muda huu wote Fatuma Zarika amekuwa wapi? Nilikuwa US, ndio nilikuja mwezi wa 10 tarehe 14. US nilienda kutrain na nikaenda pamoja nikacheza game pia huko. So nilikuwa nilikuwa nimeenda training. So Wakenya wanatarajia nini kutoka kwako? Kitu ambapo wenye Wakenya watatarajia ni ushindi, hakuna kitu kingine. Na kuwaomba wakuje kwa wingi, at least waweze kutusupport. Juu tunarudi tena kwa boxing. Boxing ilikuwa imefifia na saa hizi tena kama tumepata watu wenye ambapo wanatusupport, pia na sisi tunashukuru sana, na tunashukuru pia mashabiki wetu wakuje watusupport. Mwaka ujao tunatarajia nini kutoka kwa Zarika? Mwaka ujayo I hope nitakuwa champion tena mwaka ujayo, alafu pia naweza tena rudi US kwa training tena. Tamati ya spoti, tupate utabiri wa hali ya hewa. Toleo la mchana litakomea hapo kwa leo. Ungana nasi tena 12:30 kwa taarifa za magharibi. Kwa niaba ya wote walioshiriki, fundi mitambo na msimamizi wa matangazo, mimi ni Thelma Mwadzaya, nasema uendelee kuwa nasi. Ana kwa ana inafuata. Kwaheri.